Mazungumzo ya amani kati ya Irani na Marekani yaliyotarajiwa kufanyika leo tarehe 19 Ijumaa ya leo ya mwezi huu wa 6 2026 pale Uswisi yamegonga mwamba. Na yamegonga mwamba kwa sababu kuna sababu zilizotolewa, lakini hapa nitakuambia uhalisia ni wa namna gani. Kumbuka mpatanishi aliyekuwepo kati ya mazungumzo haya alikuwa ni Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, ambaye yeye anasema hajasafiri kuelekea Uswisi kwa sababu ya sababu kadhaa ambazo zimemzuia asiweze kusafiri kuelekea huko. Na makamu wa rais pia na alitarajiwa kuwepo, makamu wa rais wa Marekani JD Vance ambaye ni makamu wa rais wa Donald Trump alitarajiwa kuwepo kwenye haya mazungumzo, lakini naye hajaenda, na wanasema kuna sababu, lakini ukweli ni kuwa mazungumzo yale yameshindwa kufikia muafaka. Ukiangalia upande wa huyu waziri mkuu sasa wa Pakistan, yeye anasema kuwa hakukuwa na haja ya kwenda kwa sababu tayari walisha zilisainiwa kidigitali. Okay, ambayo nakumbuka Donald Trump, Marekani pamoja na makamu wa rais JD Vance walisaini makubaliano, lakini upande wa Irani Masoud Pezeshkian, Masoud Pezeshkian nani huyu, atakuwa ni huyu spika wa bunge Mohammad Bagher Ghalbaf, nadhani na rais pia Masoud Pezeshkian walisaini na wao. Baada ya kusaini basi wakasema, lakini ilikuwa sasa kusainiana rasmi iwe ni siku ya leo, lakini mazungumzo yale yamekwama. Ni wakati ambapo anayeingia kuweka kitumbua hiki mchanga ni Israeli, kwa sababu Israeli ameendelea na kushambulia huko upande wa Lebanon, mahali ambako sasa hakutakiwa afanye hivyo Israeli, lakini bado Israeli amekuwa. Ndio maana unaona makamu wa rais JD Vance amekuja na kuongea, maana aliongea akasema kuwa Israeli wanatakiwa wawe na shukrani kwa sababu mshirika wa pekee na mwaminifu aliyebaki kwenye kipindi hiki ni Marekani peke yake. Na ni maneno yale ambayo Donald Trump alikuwa anayaongea, anasema kuwa kwenye huu wakati kama huu ndio Marekani amebaki mshirika mwaminifu peke yake. Umeona kwa sasa JD Vance anakuja anasema kuwa hawakutakiwa hata mawaziri, kwa sababu sasa hivi baada tu ya kuongea hiyo kauli ndani ya Israeli, mashambulizi yameelekezwa sasa kwa JD Vance. Na JD Vance kama mnakumbuka, tangu mwanzo yeye alikuwa sio muumini wa vita, alikuwa ni muumini zaidi wa mazungumzo. Sasa tutatakiwa tuzungumze zaidi badala ya kupigana vita, tutatakiwa tuzungumze zaidi. Na wataalamu wanasema alisoma mchezo, kwa sababu ndani ya Marekani ukumbuke gharama za maisha zilikuwa zimepanda kwa sababu ya nishati, na imepanda gharama kama mara 2 zaidi. Unakuta mtu aliyekuwa anaishi kwa dola, labda tuseme dola 200 kwa mwezi, basi inabidi aishi kwa dola 500 kwa mwezi. Kwa hiyo hii yote ikawa ni nini? Ni kwamba wamejua kuwa ni vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Irani ndio imepandisha bei. Kwa hiyo ikawa sasa raia wengi wa Marekani, asilimia kubwa, hawataki hivi vita na Iran. Na ndio maana unaona kuna baadhi ya watu walijiuzuru, kama alikuwa ni mkuu wa masuala ya ugaidi nadhani Joe Kent, ambaye yeye alijiuzuru. Okay, sasa JD Vance akawa anapinga hivi vita, kwa vita hivi havifai, sisi twende tukapigane na Iran. Lakini ukumbuke sasa nyuma ya Trump kulikuwa na vielele wawili, ambaye kuna Peter Hegseth ambaye huyu ni waziri wa vita wa Marekani, alafu kuna US Secretary of State ambaye ni Marco Rubio, ambao hawa ndo walikuwa vielehele kweli, yani hata kuongea kwao unaona. Na ndo maana hata ndani ya jeshi pia, kumbuka waziri wa ulinzi huyu Peter Hegseth alimfukuza kazi mkuu wa majeshi kwa sababu tu alikuwa anapinga hivi vita, kuwa vita hivi havifai na sisi tukiingia kule tutapoteza vibaya mno. Sasa wewe unapinga kama nani? Kwa hiyo ikabidi wamfute kazi, yani huyu Peter Hegseth ikabidi amfute kazi huyu ambaye ni mkuu wa jeshi la Marekani. Okay, Joe Kent naye akawa amejiuzuru, lakini hao walikuwa ni wa mlengo wa
huyu JD Vance, makamu wa rais. Lakini sasa tangu tu alipoongea ile kauli kuwa, maana ameitangazia dunia na kuiambia na kuambia ulimwengu kuwa mawaziri wa Israeli wanatakiwa wawe na shukrani kwa Trump, wanatakiwa pia wasianze kumshambulia Trump, kwa sababu sasa unaona wanakiuka makubaliano. Wayahudi, sio Wayahudi by the way, Wazayuni tuseme. Wazayuni wanakiuka makubaliano kwa sababu Wayahudi ni wengine na Wazayuni ni wengine. Kwa hiyo serikali iliyoko pale ni ya Kizayuni, sio ya Wayahudi. Kwa wakati wasemaga Wayahudi, lakini hawa ni Wazayuni. Na Wazayuni ni kitu kingine kabisa, tofauti kabisa na Wayahudi. Sasa wanakiuka kile ambacho Marekani ametaka kupatana na Iran, kwa sababu kumbuke Marekani kwa vita ameishindwa Iran. Kwa anataka kupatana na Marekani, lakini mojawapo ya mkataba wa Marekani na Irani ni kuwa wale washirika wa Irani wasishambuliwe, lakini bado Israeli ameendelea kuwashambulia washirika wake. Washirika wa Irani ameendelea kuishambulia Lebanon, jambo ambalo hata Donald Trump mwenyewe amesema, hivi kweli unamtafuta mtu mmoja unaua maelfu ya watu? Yani Israeli sijui yani wao, yani kuua sijui ndio nini kwao, yani unaona hawa Zayuni kuua kwao sijui ni nini. Yani wanaweza wakasema kuwa tulikuwa tunamtafuta kiongozi wa Hezbollah wakaua watu 1000 kwenye hiyo kumtafuta kiongozi mmoja. Ndio hii Donald Trump amesema sasa hii hapana, haitakiwi. Na tangu vita vimeanza vya Marekani na Iran, Marekani na Israeli dhidi ya Iran, tayari ndani ya Lebanon watu 4000 wameshakufa, watu 12,000 ni majeruhi, na watu zaidi ya 1,000,000 wamehama makazi yao. Ndio maana nikakwambia kwenye uchambuzi wangu fulani kuwa Donald Trump hata kama ana makosa mengi, lakini naye ile roho ya ubinadamu nafikiri inamwingia, na baada ya kumwingia sasa imebidi tu. Kwa hiyo hiki sasa ndicho kilichopelekea kule makubaliano yaliyokuwa yaendelee nchini Uswisi wasainiane rasmi imeshindikana, kwa sababu kuna taarifa kutoka kwenye gazeti moja la Israeli ambalo linadai kuwa kumekuwa na mashambulizi, wameshambuliana kati ya vikosi vya Israeli na Hezbollah, kwa maana kuwa sasa mazungumzo yale yamevurugika. Maana hivyo Netanyahu na watu wake wameshaanza kumlaumu Donald Trump na kumwona kama ni mtu ambaye ni dhaifu. Maona ni mtu ambaye ni dhaifu. Okay, labda nikuambie kitu kimoja hapa. Sidhani kwa nini Wayahudi wanafanya, Wazayuni by the way, sio Wayahudi. Wayahudi ni kitu kingine kabisa. Wayahudi hawana ukorofi huu ambao Wazayuni wanao. Sijui kwa nini hawa Wazayuni wanafanya hivi. Na leo ukiangalia hao mawaziri wameanza kuongea ndani ya Israeli kwamba Donald Trump hana msaada wa lolote na hawezi kusaidia maslahi ya Israeli. Ndugu zangu, mnakumbuka juzi hapa Vladimir Putin ameongea akasema inapofika ni swala la maslahi ya Israeli, haki za binadamu hazipogwa hapo. Yani ataua, atafanya chochote anachoweza kukifanya, na hauwezi ukaona haki za binadamu wanazosema si haki za binadamu kwa Israeli. Haya ni maneno ya mtaalamu Vladimir Putin aliyoyaongea. Okay, turudi hapa. Wamesahau kabisa, kwa sababu ndugu zangu mkumbuke kwenye utawala wa awamu ya kwanza ya Donald Trump ndiye aliyepitisha kuwa Jerusalem pale ule ndio mji mkuu wa Israeli. Kumbuka kumekuwa na migogoro kati ya Wapalestina na Israeli wakigombania mji wa Jerusalem, ambapo kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa waliweka kuwa ule mji sasa unatakiwa, maana kuna Jerusalem kaskazini na Jerusalem kusini, magharibi na mashariki, nafikiri magharibi na mashariki. Kwa upande mmoja ni wa Palestina, upande mwingine unatakiwa kuwa wa Wayahudi. Lakini Donald Trump alikuja alifutilia mbali, akasema mji mkuu wa Jerusalem ni wa Israeli. Na tayari umeona hapa juzi tumeona taifa hili la Somaliland ambaye rais wake wameenda kufungua ubalozi wao pale Jerusalem, ambapo sasa unakuwa ni ubalozi wa 8 kufunguliwa tangu Donald Trump kutangaza. Lakini Donald Trump huyu ambaye aliwapa Israeli vilima vya Golani kule Syria na wakaweka bendera zao, lakini leo wanasema Donald Trump hafai kulinda maslahi
ya kwetu hapa. Kumbuka Donald Trump anataka dunia irudi kama ilivyokuwa, na ukumbuke wana uchaguzi, wanakabiliwa sasa na uchaguzi ndani ya Marekani siku zijazo hapa. Kwa hiyo kule Israeli wanasema Trump hawezi akalinda maslahi yetu, yani pamoja na hayo yote. Lakini ndugu zangu, JD Vance anawakumbusha Israeli, anasema mimi ningekuwa mojawapo ya mawaziri wa Israeli kamwe nisingemlaumu Donald Trump, kwa sababu silaha pamoja na pesa na mifumo ya ulinzi yote ni sisi tumewapa. Mnakumbuka kwenye vita vya siku 12 na Irani, ilikuwa mwezi wa 6 mwaka jana, nadhani mnakumbuka vizuri. Israeli alienda alichokoza tena, alivuruga makusudi yale mazungumzo yalikuwa yanaendelea kati ya Marekani na Irani, akaenda akavuruga, akaishambulia akaishambulia Irani pale. Na baada ya kuishambulia Irani, maana Tehran ni mji mkuu wa Irani, baada ya kushambulia, unaona Irani wakaanza kujibu kwa mapigo, makombora kuyapeleka upande wa Israeli, na hatimaye ikabidi Marekani apeleke ndege 100 pale kwa ajili ya kushambulia maeneo ambayo wakasema wanaamini kuna nyuklia ambayo ni Fordo, Isfahan na Natanz. Lakini imekuwaje leo uawa wa mawaziri wa Israeli wanasema huyu Donald Trump hana msaada wote kwa maslahi ya Israeli? Nafikiri ni kukosa shukrani ambako nadhani JD Vance amekuongea. Kwa hiyo mazungumzo yalikuwa yaendelee pale Geneva, Uswisi. Makubaliano ya amani ya kumaliza vita kabisa yamevurugika kwa sababu hiyo, ingawa kuna wengine wasema sababu sijui, lakini sababu ni hiyo ndio sababu kubwa. Kwa hiyo nitaka niwape update ya ni nini kinachoendelea huko Uswisi, ambako leo ndio ilikuwa mkataba ule usainiwe. Asanteni.